unaweza ukatuchambulia vizuri, kwa sababu UAE wako pale na wenyewe wana mafuta, sawa? Yani kwa nini kwenye vita hii na hili ambalo linatokea sasa hivi, na bado ziko nchi ambazo tunazifahamu hata bara la Afrika zinajitahidi kwenye swala zima la mafuta? Kuna kitu kinaitwa shadow fleets. Shadow fleets ni meli za mafuta, shadow tankers, meli za mafuta zinazokuwa zinapita kinyemela. Urusi kupitia hii vita yake, operation yake Ukraine ya miaka 4 amekuwa bingwa sana wa kufanya hiyo biashara, na ndio maana kuna watu wanashangaa kwamba kwa nini Urusi amekuwa uchumi wake umekuwa ukiendelea kukua licha ya kwamba ndo taifa ambalo limepigwa vikwazo vingi zaidi vya kiuchumi kuliko taifa lolote duniani. Ni kwamba amegundua namna ya kudivert, namna ya kuchepusha biashara yake ile ya mafuta, badala ya kupita kwenye njia za kawaida inapita kwenye njia za vichocho. Kwa maana ya kwamba anaweza akapitisha meli ambayo ina bendera ya Tanzania na mafuta, kumbe kihalisia ile meli ni ya nani? Ni ya Urusi. Kwa amekuwa ni haramia, lakini pia alipata wanunuzi wengi, kwa mfano India na China, na katika mataifa ambayo yana supply au yanatoa mafuta kwa nchi zetu za Kiafrika ni India. Kwa lugha nyingine ni kwamba India amekuwa akinunua mafuta Urusi kwa bei rahisi, alafu anayachakata pale kwake, alafu anatuletea sisi huku. Sasa hiyo ni kesi ya Urusi, tuachane na hiyo. Kwa nini mataifa haya ya Ghuba au vita iliyopo katika mataifa ya Ghuba imepelekea pandisho la bei kubwa kiwango hiki? Kama tutaangalia hizo takwimu vizuri, inaonyesha kwamba mafuta yamepanda kwa kiwango kisichopungua 73%. Kwa hivi viwango ambavyo leo tunaanza kuvishuhudia hii Aprili, ina tafsiri gani? Mataifa uliyoyataja, Katari, Kuwait, UAE, Bahrain, Saudi Arabia na kadhalika, hayo yote yamepakana na Iran. Yaani Iran, haya mataifa ni kama yuko upande huu afa anayatazama upande wa ng'ambo ya pili, na haya mataifa yanaunganishwa na huo mlango bahari unaoitwa Hormuz. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile zile meli zinazobeba mafuta ni lazima zipite hapo, azikwepeki. Japo kuna namna moja Saudi Arabia ni kama alikuwa ameona miaka ijayo kwamba huenda nitakuja kupata shida. Alikuwa ametengeneza bomba la mafuta ambalo linatokea bahari ya Sham, ile tunaita Red Sea. Sasa kule kuna mlango bahari unaitwa Bab el Mandab upande wa chini, ambako kuna mataifa ya Yemen. Ukitoka Yemen unaingia Saudi Arabia. Sasa kilichotokea ni nini? Wakati Irani ameanza kushambuliwa, Irani alitoa angalizo kwamba taifa lolote ambalo litaruhusu ardhi yake au anga yake au maji yake kutumika kunipiga, hilo taifa litakuwa ni shabaha halali ya majibu ya mimi kujitetea. Hasa Saudi Arabia ni moja ya mataifa ambayo anga lake limethibitishwa kwamba limetumika katika kuipiga Irani. Sasa alichokifanya Irani mojawapo ni kupiga bomba ambalo lilikuwa linapeleka mafuta kwenye bahari ya Sham. Kwa namna yoyote ile, haya mataifa uliyotaja, Katari, Falme za Kiarabu kwa maana Dubai sisi tumezoea kuita, Kuwait, Bahrain, Iraki na Oman, hayawezi kupitisha mafuta kwa sasa hivi pasipo ridhaa ya nani? Ya Irani. Na Irani ndo huyo ambaye yupo kwenye hii shida. Na hii shida kwa sasa hivi kwa namna moja ama nyingine kupitia vita hii, yeye ndo amekuwa na final say, yeye ndo amekuwa na kauli ya mwisho ya kuamua ni nani apitishe mafuta, nani asipitishe. Kibiashara zaidi. Super Breakfast. Kibiashara zaidi. Karibu sana katika kipindi chako bora kabisa pendwa cha Kibiashara Zaidi. Ukipata nafasi nzuri ya kufahamu uchambuzi wa masuala ya uchumi, biashara, fursa pia unazifahamu hapa, hata masuala ya digital economy vile vile, yote hayo tunamulika kupitia Kibiashara Zaidi. Nami nikualika, langu jina ni John Lawrence Lupokela. Sasa tuko mwezi April na imeshuhudiwa ikitangazwa bei mpya ya mafuta, kwa maana ya kwamba usiku wa kuamkia tarehe mosi mwezi April, mamlaka ikaweka hadharani bei mpya ya mafuta, ambako hapo tumeshuhudia mafuta yakipanda, ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam kutoka shilingi 2864 hadi shilingi 3820. Lakini ukisema kwa takwimu tu kwamba mafuta yameshuhudiwa yakipanda kutoka shilingi 2800 mpaka shilingi 4000 na ushehe. Karibu sana, tunalijadili hili kwa pamoja. Kibiashara Zaidi, ambako hapa nimewaalika wachambuzi. Yuko mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi, lakini pia tunaye CPA
Shabani Hengo. Kwa tuko na Selemani Sombe, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi, lakini pia CPA Shabani Hengo. Sasa taarifa yenyewe ni kwamba bei ya mafuta ya petroli imepanda kwa kiwango kikubwa, ambapo kwa jiji la Dar es Salaam imeshuhudiwa kupanda kutoka shilingi 2864 kwa lita mwezi March mpaka kufikia shilingi 3820 kwa lita mwezi April 2026. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na EWURA kuelekea mwezi huu wa 4. Sasa nikupitishe kwenye baadhi ya mikoa kabla ya kwenda kulizungumza na wachambuzi wetu ambao tumewalika siku hii ya leo, na athari zake kiuchumi, lakini pia athari zake za moja kwa moja ikiwa kwenye biashara na maeneo mengineyo mengi sana. Kwa upande wa Dar es Salaam nimekutajia. Sasa Tanga petroli ni shilingi 3881, wakati diesel shilingi 3867 na mafuta ya taa ni shilingi 3745. Huku mkoa wa Mtwara inashuhudiwa petroli shilingi 3912, diesel 3898 na mafuta ya taa ni shilingi 3777. Nikienda kwenye maeneo ambayo inaonekana yamepanda zaidi, kuna mkoa kama wa Geita ambako petroli ni shilingi 4020, wakati diesel ni shilingi 4006 na mafuta ya taa ni shilingi 3885. Kuna mikoa mingine ambayo inaonekana imepanda zaidi bei, ikiwa ni pamoja pia na mkoa wa Mbogwe ambako shilingi 4058, hii ni petroli, wakati diesel ni shilingi 4044 na mafuta ya taa ni shilingi 3923. Lakini pia mikoa ya Chato, Bukombe, lakini vile vile mikoa ya Dodoma ni mikoa ambayo unaweza kuiripoti ni mikoa iliyopanda zaidi bei ya mafuta, kuzungumzia 3000 mpaka shilingi 4000. Sasa la kwanza tulifahamu, moja sababu ambayo imetolewa na mamlaka husika ni kuhusiana na vita ambayo inaendelea Mashariki ya Kati. Kibiashara zaidi. Pengine kwa kwanza tu Mr. Selemani Sombe, karibu sana kwenye kipindi cha Kibiashara Zaidi, na tunatamani tupate kidogo kufahamu, huwa unatuchambulia hapa historia na vitu kama hivyo. Vita Mashariki ya Kati inachangiaje ama inapelekea vipi hasa kutokea haya ambayo tunayashuhudia sasa hivi na kuhatarisha uchumi kiujumla, si tu kule kwao mpaka kufika huku Afrika Mashariki? Tumie fursa hii kuwapa pole wa Tanzania, na sisi wenyewe ni sehemu ya Watanzania, tujipe pole kwa taarifa ambayo tumeipata asubuhi ya leo. Lakini wale ambao tunajua huwa tunakesha usiku wa manane, tumeamka saa 7 saa 8 tunakutana na mikeka hiyo inayotaja bei mpya za mafuta. Kwa wachambuzi wa masuala ya kimataifa hili halishangazi, lakini kwa maisha ya kawaida linashangaza na kuumiza. Lakini tuseme hivi, wakati Februari 28 mwaka huu 2026, saa 3 asubuhi Irani ikiwa inavamiwa na Marekani na Israeli, na siku 3 baadaye Irani akatangaza kwamba anafunga mlango bahari wa Hormuz ambao ndilo lango kuu la kupitisha mafuta kutoka katika mataifa ya Ghuba. Na mataifa ya Ghuba maana yake ni mataifa ambayo kwa kiwango kikubwa ndiyo yanayochangia 20% ya mafuta yote yanayotumika duniani. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa walishaliona hili kwamba sasa tujiandae kwamba tutaingia katika matatizo makubwa sana ya upatikanaji wa nishati yenyewe ya mafuta, lakini kama tutaipata basi huenda siku zinazofuatia tutaipata kwa gharama kubwa sana. Hili alishangazi kwa sababu gani? Marekani walikuwa na shida ya kwenda kuchukua mafuta pale, na mwanzoni walitaja sababu tofauti ambazo tumekuwa tukizitaja kwamba tunataka kwenda kubadilisha utawala ule, umekuwa kidikteta, ujali haki za watu na kadhalika. Lakini tumekuja kushuhudia dakika ya mwisho Trump juzi na jana anatamka wazi kabisa kwamba lengo kuu ni kwenda kuchukua mafuta ya Irani, na yeyote ambaye anafikiri kwamba anapata mafuta kwa shida au hayapati, basi aenda akachukue mwenyewe wapi? Irani. Kama hawezi kwenda kuyachukua kule, aje sisi Marekani huku tutamuuzia mafuta. Lakini katika namna ya kudhibiti mfereji ule au mlango bahari ule wa Hormuz ambao unapita katika mataifa mengi ya Kiarabu pale, Irani alikuwa anatoa ruksa kwa mataifa anayoyaita mataifa rafiki kwamba yenyewe tu ndio yanaruhusiwa kupita na mafuta pale.
lakini hayapiti bure, yanapita kwa tozo ya dola za Kimarekani milioni 2 kwa kila meli ambayo inafanikiwa kupita pale, hata kama ni taifa rafiki. Hiyo kwa namna moja ama nyingine tayari inaenda kuongeza gharama za mafuta ambayo haya mataifa mbalimbali duniani yanaenda kufanya nini? Kuyapata. Sasa kwa hatua za mwezi wa kwanza wa vita, tunajua nchi yetu ilichukua hatua kwa kuongeza asilimia chache tu za mafuta, asilimia 10 hadi 13 za bei ya mafuta. Lakini kwa sasa kwa upepo ulivyo duniani, makampuni ambayo yamechukua hatua tunazoweza kusema kwamba ni risk za kwenda kuyafuata mafuta kule, yamekuwa yakichajiwa kiwango kikubwa cha bima ili kuweza kupitisha ile mafuta. Kwa nini? Ni kwamba bwana mtangazaji, wewe una meli yako ya mafuta, Irani amekuruhusu kupitisha mafuta, lakini inabidi umlipe tozo ya dola milioni 2. Dola milioni 2 hizo ni bilioni 5 za Kitanzania. Maana yake wewe hayo mafuta ukifikisha hapa Tanzania itabidi uyapandishe bei ili kufidia zile tozo ambazo ulitozwa wapi? Irani. Sasa mwisho wa siku hiki ndicho ambacho tutakuja kukipata hapa Tanzania. Na tulisema siku ile huko nyuma kwamba mataifa jirani na mataifa huko Ulaya tayari alishaanza kuona haya madhara. Bei za mafuta zilishapanda sana huko kwao, lakini sisi viongozi wetu walituhakikishia kwamba tulikuwa tuna akiba ya kutosha na mengine yalikuwa yako njiani, yanafanya nini? Yanakuja. Sasa mtu anaweza kujiuliza swali la msingi, hii hofu inatoka wapi mpaka tumeanza kupandisha kutangaziwa viwango vipya vya bei? Ni kwamba zile meli ambazo zinakuja kule zinahitaji ulinzi mkali sana mpaka kuja kufikisha hayo mafuta katika mataifa yetu. Kibiashara zaidi. Lakini nikirejea kwako CPA Shabani Hengo, nilikuwa natamani kufahamu hasa ongezeko kama hili ambalo tunalishuhudia sasa hivi, ambalo tulikuwa tunapiga story of Mike hapa kwamba moja ongezeko jingine kubwa ambalo tumekuja kulishuhudia bila shaka kwa mara ya pili sasa. Zipi athari za moja kwa moja na ni sekta gani ambazo zinaweza kuwa zinaathirika kiuchumi zaidi? Kwanza kuongezeka kwa hii gharama ya mafuta limekuwa ni kama jambo la kustukiza sana kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo limekuwa ni kitu ambacho cha kustukiza. Matarajio ya watu mafuta yatapanda, lakini si kwa bei kama hii ambayo imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo yapo maeneo ambayo yataathirika sana, yapo maeneo ambayo yataathirika kidogo, lakini kiujumla uchumi wetu na mzunguko wa fedha kwa ujumla utaathirika sana kwa ile ongezeko. Kwa mfano, mafuta ndio nishati inayotumika zaidi kwenye uzalishaji. Viwanda, vyombo vya usafiri na vitu vingine vingi kwa kiasi kikubwa vimekuwa vikitumia mafuta kwa ajili ya kuendesha shughuli za uzalishaji. Kwa unapoongeza gharama ya mafuta, maana yake uzalishaji unakwenda kuwa gharama ya juu. Unapokuwa na uzalishaji wa gharama ya juu, ili mzalishaji aendelee kusustain kwenye soko, aendelee kufanya biashara, ni lazima bei yake aiweke katika namna ambayo anaweza kurecover gharama zake za uzalishaji. Kwa maana hiyo tutarajia kwamba bei za baadhi ya vitu vitapanda, hususan vitu ambavyo vinaathiriwa sana kwenye uzalishaji wake na mafuta. Kwa mfano, mitambo mingine inaendeshwa kwa mafuta. Kumtoa abiria sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni mafuta. Gari lazima itumie mafuta, ndege lazima itumie mafuta, hata hizo meli zenyewe zinatumia mafuta. Ina maana tunatarajia ongezeko la bidhaa, tunatarajia ongezeko la nauli, mfumuko wa bei. Tunatarajia ongezeko la huduma, baadhi ya huduma sababu zinatumia nishati ya mafuta pia. Lakini hata kama huduma haitumii moja kwa moja nishati ya mafuta, kwa mfano kama kilimo hakitumii mafuta moja kwa moja, lakini pembejeo zifike kule ni mafuta. Vyombo vya usafiri vinapeleka pembejeo. Mazao yako kisha yalima uyafikishe kwenye soko, ni lazima utumie vyombo vya usafiri ambavyo wenyewe pia vinatumia mafuta. Kwa maana hiyo tunaona kabisa gharama nyingi zitapanda ambazo zitasababisha kuleta mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei au tunaita inflation, maana utapelekea wananchi au watu wa kawaida wengi kushindwa kuafford au kuafford lakini kwa uwezo mdogo kupata mahitaji ya lazima. Okay. Pengine sasa tunapaswa kufanya nini? Ni jambo la lazima. Pengine mamlaka au serikali zinapaswa kusimama wapi, kufanya nini ili tuende sawa na hili ambalo linashuhudiwa? Maana kwa Tanzania hapa ushangae kesho tu nauli unaambiwa bwana umeona mafuta buku tayari. Kwanza kabisa niseme kwamba hili si janga la Tanzania, ni janga la kidunia. Kwa hiyo
experience sisi sasa hivi ni dunia nzima, sio Tanzania peke yake. Kwa hiyo dunia nzima tunashindana na hili janga na si Tanzania. Kwa maana hiyo unaweza ukaona kabisa sio rahisi pia kuibebisha mzigo wote serikali yetu itafanya nini, wakati kama ni jambo ambalo linasumbua nchi nyingi. Kwa hiyo mimi nadhani ni kwanza ni kukubaliana na hii hali ya mpito kama sisi raia au wananchi, kwa sababu ni hali ambayo imetokea kwa wote, sio kwa mtu mmoja. Lakini ni kwa serikali kwa uwezo wake, kwa nguvu yake, panapowezekana. Kwa hiyo mimi nadhani ni hali ambayo tunabidi tuizoee, tukubaliane nayo kwa kipindi hiki, lakini huko baadaye serikali ikishapata solutions, labda pengine kutoa kama ruzuku na vitu vinginevyo vinaweza, au labda kutafuta options nyingine za mafuta, kitu ambacho pia si rahisi sana. Kwa labda kwa staili hiyo, lakini kwa kipindi hiki naona kabisa hii hali inabidi tu tuende nayo kwanza kwa muda. Kibiashara zaidi. Tunajua nchi ambazo zinafanya vizuri, wakina Qatar wale wako pale, si ndio? Ingawaje sawa Mashariki ya Kati huko unaweza ukatuchambulia vizuri, kwa sababu UAE wako pale na wenyewe wana mafuta, sawa? Yani kwa nini kwenye vita hii na hili ambalo linatokea sasa hivi, na bado ziko nchi ambazo tunazifahamu hata bara la Afrika zinajitahidi kwenye swala zima la mafuta? Kuna kitu kinaitwa shadow fleets. Shadow fleets ni meli za mafuta, shadow tankers, meli za mafuta zinazokuwa zinapita kinyemela. Urusi kupitia hii vita yake, operation yake Ukraine ya miaka 4 amekuwa bingwa sana wa kufanya hiyo biashara, na ndio maana kuna watu wanashangaa kwamba kwa nini Urusi amekuwa uchumi wake umekuwa ukiendelea kukua licha ya kwamba ndo taifa ambalo limepigwa vikwazo vingi zaidi vya kiuchumi kuliko taifa lolote duniani. Ni kwamba amegundua namna ya kudivert, namna ya kuchepusha biashara yake ile ya mafuta, badala ya kupita kwenye njia za kawaida inapita kwenye njia za vichocho. Kwa maana ya kwamba anaweza akapitisha meli ambayo ina bendera Tanzania na mafuta, kumbe kihalisia ile meli ni ya nani? Ni ya Urusi. Kwa amekuwa ni haramia, lakini pia alipata wanunuzi wengi, kwa mfano India na China, na katika mataifa ambayo yana supply au yanatoa mafuta kwa nchi zetu za Kiafrika ni India. Kwa lugha nyingine ni kwamba India amekuwa akinunua mafuta Urusi kwa bei rahisi, alafu anayachakata pale kwake, alafu anatuletea sisi huku. Sasa hiyo ni kesi ya Urusi, tuachane na hiyo. Kwa nini mataifa haya ya Ghuba au vita iliyopo katika mataifa ya Ghuba imepelekea pandisho la bei kubwa kiwango hiki? Kama tutaangalia hizo takwimu vizuri, inaonyesha kwamba mafuta yamepanda kwa kiwango kisichopungua 73%. Kwa hivi viwango ambavyo leo tunaanza kuvishuhudia hii Aprili, ina tafsiri gani? Mataifa uliyoyataja, Katari, Kuwaiti, UAE, Bahrain, Saudi Arabia na kadhalika, hayo yote yamepakana na Iran. Yaani Iran, haya mataifa ni kama yuko upande huu afa anayatazama upande wa ng'ambo ya pili, na haya mataifa yanaunganishwa na huo mlango bahari unaoitwa Hormuz. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile zile meli zinazobeba mafuta ni lazima zipite hapo, azikwepeki. Japo kuna namna moja Saudi Arabia ni kama alikuwa ameona miaka ijayo kwamba huenda nitakuja kupata shida, alikuwa ametengeneza bomba la mafuta ambalo linatokea bahari ya Sham, ile tunaita Red Sea. Sasa kule kuna mlango bahari unaitwa Bab el Mandab upande wa chini, ambako kuna mataifa ya Yemen. Ukitoka Yemen unaingia Saudi Arabia. Sasa kilichotokea ni nini? Wakati Irani ameanza kushambuliwa, Irani alitoa angalizo kwamba taifa lolote ambalo litaruhusu ardhi yake au anga yake au maji yake kutumika kunipiga, hilo taifa litakuwa ni shabaha halali ya majibu ya mimi kujitetea. Hasa Saudi Arabia ni moja ya mataifa ambayo anga lake limethibitishwa kwamba limetumika katika kuipiga Irani. Sasa alichokifanya Irani mojawapo ni kupiga bomba ambalo lilikuwa linapeleka mafuta kwenye bahari ya Sham. Kwa namna yoyote ile, haya mataifa uliyotaja, Katari, Falme za Kiarabu kwa maana Dubai sisi tumezoea kuita, Kuwait, Bahrain, Iraki na Oman, hayawezi kupitisha mafuta kwa sasa hivi pasipo ridhaa ya nani? Ya Irani. Na Irani ndo huyu ambaye yupo kwenye hii shida. Na hii shida kwa sasa hivi kwa namna moja ama nyingine kupitia vita hii, yeye ndo amekuwa na final say, yeye ndo amekuwa na kauli ya mwisho ya kuamua ni nani apitishe mafuta, nani asipitishe. Kibiashara zaidi. Lakini hapo kuna mwingine nimeona comments kwenye page yetu baada ya kutolewa vile viwango na taarifa, akisema Dar es Salaam imepanda,
lakini kuna mikoa imepanda maradufu. Hii kwenye uchumi na nini, yani inakuwaje mkitafsiri kwamba Dar es Salaam watapiga 3,000, kule wanapiga 9,000 na vitu kama hivyo? Wewe si mamlaka, lakini mnajua zile uendeshwaji wa masuala haya ya hesabu nini, masuala ya kiuchumi haya, kwamba hapa biashara ndio vitu vyenu na ninyi ni washauri. Hii inakuwaje? Hiyo moja. Alafu mbili, tumalize kwamba unafikiri ni wakati sahihi kwa serikali kurejea kile ambacho wamewahi kukifanya, kwamba labda kutolewa ruzuku ama kuona namna kuminya hivyo? Tuanze na la kwanza. Bei zinatofautiana Dar es Salaam, yani mikoa ya pwani na mikoa ya bara, yani mikoa ya kule ambayo ipo ngambo sana na bahari. Hiyo ni obvious, liko kwenye nchi yoyote ile ingetokea hivyo, kwa sababu mafuta yanakuja na meli mpaka Dar es Salaam. Dar es Salaam akishafika inabidi uingie gharama nyingine ya kuyapeleka kwenye mkoa mwingine. Kwa hiyo ni gharama ya ziada. Na tunafahamu kwamba hata sababu ya mafuta kupanda bei ni kupitia ule mlango wa Hamas ambao haupitiki sasa hivi, ni kwa sababu si rahisi kupitisha mafuta kwenye nchi kavu. Nchi kavu gharama zake za usafirishaji ni kubwa sana. Ndio maana tunatumia sana maji kusafirisha bidhaa na huduma. Kwa hiyo mafuta yanafika Dar es Salaam kwa maji kupitia meli. Kwa hiyo labda inawezekana tuchukue tu mfano labda shilingi 2,000. Kuyafikisha Mwanza inabidi uingize kwenye gari uyapeleke tena wapi? Mwanza, ambapo kuna extra cost, kuna gharama ya ziada itaongezeka. Kwa hiyo mikoa ambayo itasafirishiwa baada ya kufika Dar es Salaam itasafirishiwa tena, gharama lazima itakuwa kubwa. Fanya biashara kwa hali hii sasa ambayo tumekutana nayo, wanapaswa waishi vipi? Wanaoagiza mizigo wanafanya nini? Unawashauri ni kama ndo nikiagiza mara moja niagize, au yani hebu tupe ushauri hapo wa kibiashara fumalizie na lile la mwisho. Inawezekana labda mtu ambaye labda ana supply au anafanya sasa hivi kwa kipindi hichi na mafuta yalivyopanda, unawashauri nini anafanya biashara, tuishi vipi sasa? Of course kibiashara lazima kwanza tutarajie margin zitapungua kidogo, yani ule faida ambayo tumezoea kuipata kwa kipindi hiki lazima kidogo itapungua. Tukilazimisha iendelee kuwa vile vile, maana tunaumiza raia wa kawaida. Maana inabidi tupaweke bei za juu sana. Tunaumiza raia wa kawaida, ambapo pia tutasababisha tushindwe kabisa kununua. Sababu ukiweka pia bei kubwa tutashindwa kabisa kununua. Kwa kwenye kukop na hii hali ni kama vile tunasema incidence, tunagawana ile burden, kwamba tunagawana. Kama bei ilipaswa iongezeke shilingi 1,000 ili umaintain faida yako, basi ongeza kwa 500 ili sisi tupate hasara ya 500 wanunuzi, na pia mfanya biashara upate tu ongezeko la 500, tushare ile hasara. Kwa sababu utakapoforce upandishe bei katika hali ile ile, tutashindwa kununua, utalose na wewe pia trust kama mfanya biashara, kwa sababu malaki umetukomoa kwenye kipindi kigumu. Kwa mimi nadhani ni uvumilivu, ni hali ya kupokea na kukubaliana nayo, lakini wafanya biashara pia wasiwe na ile hali ya kukomoa sana raia. Tugawane kidogo ili tingishiko kidogo. Kibiashara zaidi. Kwa kuhitimisha, Selman Sombe, katika hili vita bado inaendelea, tarajie kupanda zaidi. Nini ambacho unaweza kushauri? Nini ambacho kifanyike na vitu kama hivyo? Maana mambo yanaendelea haya. Ni kweli. Kwanza kama tulivyosema mwanzoni, tujipe pole sote wa Tanzania. Hili swala kwa kweli limetokea kwa ghafla sana, kwa maana ya viwango hivi vya upandaji wa bei. Tunaweza tukasema mara ya mwisho vilishuhudiwa miaka ya 70 na 80. Miaka 70 kulikuwa kuna tatizo la mafuta duniani. Yani hawa ambao walituingiza kwenye shida iliyokuwa imejitokeza miaka ya 70, kipindi hicho dunia ndio ilikuwa inahama kutoka kwenye kununua mafuta kwa mfumo wa dhahabu na kuwa kwenda kununua mafuta kwa mfumo wa dola. Basi mataifa mengi yalipata shida sana, Tanzania ikiwa mojawapo. Lakini kwa wakati huo ambaye alitusaidia sana alikuwa ni taifa la Irani. Leo huyu ambaye alitusaidia miaka hiyo, safari hii sasa ndo kumekuwa kuna shida, japo hatumsingizii kwamba yeye ndo akatusababishia, kwa sababu yeye ndo amevamiwa na yeye anatafuta namna ya kujitetea ili tuone umuhimu wake wa kimkakati hapa duniani. Sasa nini ambacho serikali zetu inaweza kufanya? Tulipotoka vita ya Uganda mwaka 79-80, Mwalimu Nyerere alituachia maneno haya: Watanzania fungeni mikanda.
Kufunga mikanda maana yake ni kuishi kwa kujibana, kuishi kwa bajeti, kuepuka matumizi yasiyokuwa na lazima. Sasa najua tukiyatamka maneno haya sasa hivi na tunaelekea Pasaka, bila shaka watu watajisikia vibaya sana, na kwa kweli Pasaka hii itakuwa chungu sana, maana hata safari za kwenda huko Coco Beach na kadhalika zitakuwa ngumu sana, lakini ni wakati wa kufunga mikanda. Nini cha kufanya? Sioni uwezekano wa siku za karibuni kwamba serikali yetu itatoa ruzuku kama ilivyokuwa imefanya miaka ya nyuma. Kwa nini? Kwa sababu hii pinch, haya maumivu yapo duniani kote, na kila rais anayeguswa sasa hivi duniani anakuambia, mnaona kinachotokea Mashariki ya Kati, sisi tufanyeje? Trump ametuhakikishia usiku wa leo, alikuwa anafanya interview, anasema kwamba vita itaisha ndani ya wiki 2 au 3, yani haitachukua wiki 2 au 3, atasitisha, then watajua nini cha kufanya huko mbele. Lakini kama unavyoweza kuona, ametoa kauli ya pili nyingine ambayo ni tata zaidi, anasema sioni suluhu ambalo tunaweza tukafanya na Irani. Kama tulivyosema, rais huyu hatabiriki katika kauli zake. Kwa hiyo inawezekana wiki 2-3 tukapata suluhu, lakini inawezekana pia tusipate suluhu. Nini cha kufanya? Tuzidi kujiimarisha katika namna ya kujibana kwenye matumizi ndani ya taifa, na hiyo ndo namna pekee tunaweza tukasonga mbele kibiashara zaidi. Umesikia nini cha kufanya kama taifa, nini cha kufanya wewe mtu mmoja mmoja, na kupunguza matumizi na vitu kama hivyo, iwe sehemu nzuri. Maana mwingine anaweza akasema bwana, mimi hata situmii gari, kwa hiyo sifikiwi huku. Unafikiwa kwenye nauli na vitu kama hivyo. Nikushukuru sana kwa wakati wewe ambaye ulikuwa nasi kwenye kibiashara zaidi. Mimi ni John Lawrence Upokela. Tumeangalia athari za kupanda kwa bei ya mafuta. Ukipata maneno ya CPA hapa, mshauri pia masuala ya biashara, umepata maneno ya mchambuzi wa siasa na uchumi, kwa pamoja umoja wao. Ni John Upokela, mpaka wakati mwingine hiki biashara zaidi. Asante. Super Breakfast. Kibiashara zaidi.